viongozi wa vyama 18 vya siasa nchini. Sawa sawa Okay. Huyu hapa. Lakini mwenzetu mmoja bado anaendelea kutafakari. Tunaendelea kupokea misukumo yake, condition zake, matakwa yake. Tunaendelea. Na ndo mambo yanavyoendeshwa kwenye nchi. Tunakwenda kwenye suala marekebisho ya katiba ya Zanzibar kutokana na mambo waliyozungumza. Na kwa upande wetu tukimaliza tume hii ya nani ni nani, na hatusubiri kumaliza, tayari nadhani tutakuja kwenu. Tayari tunataka kuunda tume ya maridhiano ili kuharakisha mwenendo wa katiba au swala la marekebisho ya katiba. Kwa wakati hawa wanaendelea na investigation, kwa sababu mambo hayahusiani, hawa wa reconciliation na wenyewe tutawatangaza na wenyewe waanze kazi. Wewe umemsikia anasema marekebisho. Mbona anasema ya Zanzibar na hiyo ametolea mfano Zanzibar. Twende huko. Njebalo, umesikia Mheshimiwa Rais anasema marekebisho si ndio? Marekebisho. Lakini sasa tulichukua kwa upana huo. Ikija nyingine tayari tumerekebisha mpya. Inawezekana pia inawezekana pia ametumia, kwa sababu pia Shadrack, ni ukweli kwamba si kila kitu kilichoko kwenye katiba ya sasa ni kibaya. Sure. Kwa kuna vipengee vingine vitabebwa kama vile. Kwa hiyo ndio maana yeye ametumia Kiswahili hicho. Yes, kwa sababu pia inawezekana mahitaji ya kuongezwa kwenye hiyo katiba ni machache kuliko yaliyopo. Kwa hiyo inawezekana ni marekebisho. Tulibebe katika dhana hiyo. Na jambo ambalo pengine tunaweza tukalisema hapa ni kwamba kama unavyosema, inawezekana mengi sana ni mazuri, lakini kuna machache ambayo yanatakiwa kurekebishwa, lakini kwenye uchache wake huo, hayo ndo yamebeba taswira kubwa zaidi ya katiba, kwamba hayo machache yakirekebishwa ndo yatatufanya tuone kwamba sasa hii ni mpya. Moja kati ya mambo, bila kumung'unya maneno na kupepesa macho, ni mamlaka ya rais. Yes, ambao ndo imekuwa ikisemwa sana na wanasiasa, wanaharakati wengi, kwamba mamlaka ya rais yamekuwa makubwa sana. Na hata juzi makamu wa rais alikuwa anatuambia pia, wakati ana tip kwamba kwa rais ambaye ni mbinafsi, si ndio? Ambaye anapenda madaraka yasiyo na ulazima, tulionayo sasa hivi anaweza kaikumbati, kwa sababu inampa mamlaka yasiyo na msingi. Kwa hiyo kama unavyosema kwamba ni mengi mazuri yapo, lakini kunaweza kukawa na machache ambayo yanahitaji marekebisho. Yasiporekebishwa yanaifanya yote iliyopo onekane si nzuri. Kwa hiyo hata ikija mpya vikiwepo vile vipengele ambavyo vinalalamikiwa, bado itaonekana ni ya zamani. Sure. Na kwenye hilo, kwa sababu ndio linaamua of course, kwa sababu tukiangalia katika ugatuzi wa madaraka utakuta karibu katika vyombo vyote ambavyo tunaviona katika katiba ni mihimili inayojitegemea. Lakini chanzo chake unakuta ni muhimili mwingine. Sasa unakuta kwa mfano judge ateuliwe na rais, mwanasheria mkuu wa serikali ateuliwe na rais. Okay, kwa mwanasheria mimi sina shida, lakini hasa kwenye mahakama zetu, mfano judge mkuu na majaji wengine wote wanaosimamia mahakama wanatokana na rais. Leo hii IGP, chombo huru. Unajua jeshi la polisi ama vyombo vyetu ni huru kabisa. Sasa kama IGP anatokana na rais, hayo ndio hali halisi, kwamba sasa, na ndugu yetu mmoja pale Dodoma akanasema, watu wanasema CCM kinasaidiwa na polisi. Sio kweli. Na mimi nakubali sio kweli. Lakini kwa nini watu wanahisi kinasaidiwa? Kwa sababu anayekisimamia hicho chombo cha polisi anatokana na rais. Kwa ni ngumu sana, aliwahi kutuambia marehemu Job Ndugai kwamba ni ngumu sana mbwa kumng'ata mkono anayemlisha. Maana mwisho wa siku hauli. Akiwa anauguza mkono huyo hauli. Kwa hiyo inaweza kawa hiyo. Umezungumza jambo la mgawanyo wa majukumu kati ya ile mihimili mitatu ambayo tunafahamu tuko nayo, sio? Idea ya separation of power, hiyo ambayo nimesema mgawanyo, wakati anaisema Charles Baron de Montesquieu miaka ya nyuma, Mfaransa huyu, ilikuwa ni kwamba mihimili hii yote imsaidie mwananchi wa kawaida, lakini ifanye kazi bila kuingiliana. Yani mahakama isiingilie jukumu la kisheria la serikali kuu. Vivyo hivyo bunge pia lisiingilie
jukumu la kisheria la mahakama. Na ndio maana ya separation of power. Lakini haina maana kwamba kila ambacho kitafanywa kilicho kibaya na serikali kuu basi bunge lisiseme. Haina maana kwamba kila ambacho bunge litafanya kilicho kibaya serikali kuu isiseme. Ndio maana kuna mataifa ambayo serikali inaweza kaamua kulifunga bunge. Miaka ya 1600 nyuma huko, 1629 pale nchini Uingereza, Mfalme Charles wa kwanza alifunga bunge la Uingereza. Alifunga kwa muda wa kutosha kabisa 1929 mpaka 1942. Unaona palivyo na muda mrefu sana. Lakini haikuwa kihalali. Kama ingekuwa kihalali alikuwa na uhalali huo wa kufunga. Ila yeye alifunga kwa sababu bunge lilikuwa lina question, lilikuwa lina hoji juu ya madaraka ambayo Mfalme Charles wa kwanza yuko nayo pale nchini Uingereza. Sasa hiyo ikawa imewakaraisha wananchi wa Uingereza. Kwa maana gani? Kwa sababu bunge ndo wawakilishi wa wananchi. Mfalme Charles wa kwanza alikuwa anatumia rasilimali za nchi ya Uingereza isivyo kisheria. Kwa wapiga pending ili wasiendelee ku question, jambo ambalo lilipelekea kuja kufanyika mapinduzi pale nchini Uingereza. 1642 mvuguvugu linaanza, 1649 inafanyika English Revolution. Umeelewa? Anaondolewa Charles wa kwanza, anaingia Oliver Cromwell kwa ajili ya kuchukua nafasi. Baadaye wanakuja kurudisha tena utawala kwa ufalme wa Charles wa pili anakuja kuingia madarakani. Kwa hiyo nataka kusemaje? Nataka kusema kwamba ni kweli kuna hii idea separation of power, lakini hai limit kwamba mihimili iwe na tizamana namna utendaji kazi. Ndio maana kuna kitu Njibala na Ted kinaitwa tunasema ile checking of power. Yani kwamba huu wa kwanza unaweza ukacheck power ya mwenzake. Ndio maana bunge uthibitishaji. Yes. Bunge lina uwezo wa kupiga kura ya kutokuwa na imani na waziri mkuu. Yes. Ambaye anatoka serikali kuu. Bunge lina uwezo kwa baadhi ya mataifa ya kupiga kura ya kutokuwa na imani na rais. Si ndio? Lakini hawapigi kura hiyo kwa matakwa yao tu, kwamba kwa sababu sisi hatumpendi rais aliyopo basi tunapiga kura kutokuwa na imani naye. Lazima kuwe na jambo ambalo halijaenda sawa. So ile swala la mamlaka haina maana kwamba rais anakwenda kuondolewa mamlaka yake yote, ama serikali kwamba ni executive inaondolewa mamlaka yake yote. Ni kwamba watu wanatamani kuona inabaki kwenye misingi ya cross and checking, ile balance of power, separation of power, misingi yake ikawa na fuato. Mwisho wa siku lengo ni kuona mwananchi ambaye amesarenda, yani kuondoa interest zile conflict of interest. Kwa sababu mambo ni mengi sana huko. Kabisa, leo kabisa. Hii na katiba yetu sisi haina hicho kitu gani. Katiba inakuambia hiki lakini wewe tu kawaida unakiangalia hiki ni akiwezekani kwa sababu ila hakifanyi kazi. Imeandikwa kwamba tunayo mihimili mitatu ambayo ni bunge, mahakama na serikali kuu. Sasa ukiangalia serikali kuu ndio inayochangia huko kote. Yani ndio msimamizi mkuu. Yani ndio of course ndio msimamizi, hata katika hali ya kawaida ndio mwenye mamlaka. Hata kwenye misingi yeye ndio wa juu. Lakini sasa kwenye hizi mamlaka ambazo tunapaswa ziwe huru, zisiingiliwe, si ndio? Bado tunaona kuna mkono wa serikali huku. Na ndio maana nitakumbusha kitu. Yule mbunge alikuwa anamwambia Sigrada kaa chini yule, sio? Yes. Sigrada alikuwa na hoja, anamwambia wewe sio msemaji wa serikali. Wewe unatakiwa question serikali. Unatakiwa kuisimamia serikali. Pale ambapo hajaenda sawa, mbona unakuja kusemea ya serikali wakati ambapo wananchi wana mambo ya kuiuliza serikali? Na huyu anayetaka kuuliza serikali anaambiwa taarifa, akae chini. Ushaelewa vizuri? Kwa si kama bunge linatakiwa kuwa na uhasama na serikali. Hapana. Inatakiwa kusimama kwenye na ndo maana kuna baadhi ya scenarios hii mihimili mitatu inahusika moja kwa moja. Kwa mfano tunazungumza katiba, si ndio? Katiba si ni sheria? Si ni sheria mama ya nchi? Kwenye katiba kuna sheria. Sheria mchakato unaanza bungeni. Wabunge wanaanza kujadili kule, si ndio? Wakishajadili wamekubaliana
tunapata mswada. Na mwisho na kwanza kabisa Shadrack, ndio unajua mpaka jambo linakwenda wabunge wanaanza kulijadili bungeni kama ni mchakato wa mabadiliko ya sheria au nini, huwa chanzo chake hakianzi bungeni. Yes. Kinaanzia huko katika mikutano yetu ya serikali za mitaa. Exactly. Ambako wabunge wao wanapaswa kushiriki kwa wananchi hao waliowatuma. Baada ya kutoka huku sasa wameona kuna vitu ambavyo havikubaliki, wananchi hawakubaliani navyo. Ndio wana raise hoja bungeni pale. Ili ndio wale sasa wanaanza, kwa sababu hawa sasa ndio wawakilishi wa wananchi. Kila mbunge kutoka kwenye jimbo lake anasema wananchi wake sheria hii wanaona iko hivi na hivi na ndio mchakato huo unaanza. Hawajitungi tu na wabunge kwamba tunaanza hivi sisi. Unaona hiyo hoja. Serikali za mitaa chini ambako huku ndo uwakilishi wa wananchi. Kwa sababu tunapozungumza executive tuna exclude kidogo serikali za mitaa kwa sababu tunaizungumzia serikali kuu. Sasa mchakato utakwenda umeanza kama huku tulivyoambiwa hapa vizuri, unakwenda bungeni wanajadili, si ndio? Baada ya hapo tunapata mswada wa sheria, si ndio? Bill of Rights inakwenda kwa rais, anaitizama na sasa okay, hii sawa kwa maslahi ya nchi yangu, hii sawa, anasaini mswada. Tayari unapata idhini ya kuwa ni nini sheria. Lakini sio rais, sio bunge wanaotafsiri nini sheria. Inabidi ipelekwe mahakamani, muhimili wa tatu ambako ndiko zinatafsiriwa sheria. Kwa hiyo hii mihimili sio maadui. Kuna nyakati wanakutana, wanafanya kazi pamoja. Lengo kubwa ni maslahi ya umma. Haya, sawa. Bila shaka sasa kila mmoja anaelewa maana ya katiba, kwa nini tunahitaji katiba mpya na kwa nini pengine watu wengine wanalilia hivyo. Mimi niendelee kusoma gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Habari nyingine inaandika serikali kuzalisha ajira kwa vijana kupitia mradi uchimbaji visima vya umwagiliaji nchini. Habari hii inapatikana ukurasa wa 3 gazeti wa Machinga. Lakini habari nyingine, serikali ya waaga vijana 531 wanaokwenda kufanya kazi nje ya nchi. Habari hii tutaisoma ukurasa wa 2. Mmeisikia hiyo ya vijana kwenda kufanya kazi huko? Kila la heri. Wanaenda nchi gani? Nchi mbalimbali. Tofauti. Okay, lakini wanafikia 531. Uwezo karundika kwenye nchi moja. Yatatokea yale. Wamekuja kuchukua ajira zetu. Sawa, lakini mahakama ya mgomea Lissu akosa nafasi kuwasilisha ushahidi mpya kesi ya uhaini. Habari hii utaisoma ukurasa wa 2. Gazeti gani umesoma? Wewe nini jamani? Gazeti gani kwanza tuanzie? Unasoma gazeti gani? Si Wamachinga. Haya, soma tena. Jamani, soma. Mahakama sawa ya mgomea Lissu akosa nafasi kuwasilisha ushahidi mpya kesi ya uhaini. Ila Wamachinga nao wana kwani kwenye dawati la Wamachinga hata ambaye ni muhariri pale ni machinga au inakuwaje? Ni muhariri au nitaka waandike kwamba ashinda kesi. Sasa sikia Teddy. Yaani yeye mnitaka andikaje? Unaona hicho alichoandika? Aliyegomewa sio Lissu. Mahakama aliyegomewa sio Lissu, ni serikali, DPP. Na mimi sasa nasoma serikali, kama walivyoandika Wamachinga, mahakama ya mgomea Lissu akosa nafasi kuwasilisha ushahidi mpya kesi ya uhaini. Tunakuuliza na Wamachinga wako kwamba anayekuwa kwenye dawati la habari kwenye hilo gazeti ni Machinga au naye ni mwanahabari? Mimi na wewe tunajiuliza maswali. na habari hii ukisoma magazeti mengine iko tofauti kabisa. Lakini sasa Machinga wameandika hivyo jamani. Kama sawa na ile habari ya nani ya michezo ile ya juzi nilivyoiona nikasema hata kama sijui sasa. Ipi? Kuna mmoja kichwa kikubwa, Simba yaondolewa rasmi kwenye michuano ya. Nikasema okay sawa, huyu anabashiri. Lakini sasa ukirudi kwenye kanuni mpaka sasa haijaondolewa. Inakuaje? Sasa kimsingi wale walikuwa sahihi, sio typing error. Walikuwa sahihi kusema wameondolewa kikanuni za mashindano. Lakini kukamilisha ratiba yupo. Anakuwa ameshindwa ndani kwa ndani. Hata kwa kanuni bado Shadrack, kwa sababu kwa kanuni ametoka. Hapana. Ngoja watu wa Jaramba waje. Una ushahidi gani kwamba James atashinda na ndo nasemaje Njibala? Ngoja watu wa Jaramba. Ili ngoja tuliweke kiporo. Ili liweze kiporo. Watu wa Jaramba waje hapa. Kuna kanuni ambazo zimekaa kushoto kulia. Zishamuondoa Simba tayari kama mashindano.
Weka kiporo chako, watu wa michezo waje hapa. Tutakuja kuambia vizuri. Basi Simba ametoka. Hapana. Asubiri waje. Wewe sasa mtabishana mpaka asubuhi. Ili ungemwambia Yanga imetoka. Hata Machinga hapa basi kumbe kuna. Ndio maana nasemaje? Ndio maana nasemaje? Kwa Machinga nitawakatalia kwa sababu sikuta kuna kanuni unajua. Ninasema hili la michezo kwa sababu wanakuja watu wa michezo hapa kabla hatujaondoka. Sawa. Bwana, tunarudi tulipe bill, tukirudi tutakuwa tuendelea katika dondoo za magazeti. Hii ni Sauti ya Asubuhi. Hii ni 92.1 Tunduma NL